Mtoto anayekadiriwa kuwa na umri wa miezi 8 asubuhi ya kuamkia leo, mwili wake umekutwa ukiwa umefungwa kwenye mfuko na kutelekezwa katika pipa la taka akiwa tayari ameshafariki dunia katika mtaa wa mita 200 uliopo kata ya Kaloleni mkoani Arusha. Aidha, baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza hali ilivyokuwa, ambapo pamoja na mambo mengine wamelaani vikali kitendo hicho. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa huo Donald James Mboya amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa waliokuwa wa kwanza kuona kichanga hicho ni watu ambao walikuwa wanatafuta chakula cha nguruwe, ndipo yeye alipofika na kuwatafuta polisi kisha kumchukua mwili wa mtoto huyo. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Ni wana roho ngumu kama za mashetani ise. Na kweli unakujikwenda kujikuua kiumbe cha Mungu, na mnasema angekacha hapo hata tukaokote ili tuweze kumsaidia hata huyo mtoto jamani. Tukio hili nililiona mnamo wa saa 12:30 nikiwa na bwana mmoja anaitwa Daudi. Tulikuwa tumekaa hapo kwenye pikipiki tunaangalia abiria wanaotoka Point Zone kuelekea kwenye shughuli zingine. Sasa bwana mmoja alitokea akiwa anatafuta chakula cha nguruwe, akamwaga ile pipa. Katika kumwaga ile pipa akakuta huo mfuko kuna mtoto ambaye yuko ndani ya mfuko. Sasa ni kitu ambacho kimetuuma sana, na baada ya kutuuma sana ikabidi tushirikishe jamii kuonyesha kwamba kuna tukio lililotokea hapa ili tuweze kutoa ushirikiano, huyu mtoto akahifadhiwe sehemu ambayo ni salama. Ni hayo tu. Haya mapipa yanatoka kwenye hoteli ya Point Zone. Na huwa mara nyingi kunakuta kuna watu wengine wanakuja wanaweka takataka zao hapo. Sasa kwa namna tulivyowauliza watu wa Point Zone, wakatuambia ili pipa tumetoa, lakini haukuwa na huo mzigo uko juu. Na kwa jinsi tulivyoona sisi tulivyohisi, tukahisi labda ni mpita njia ameweka huo mzigo hapo na kujiondokea. Sasa tukujua kwamba kinachoendelea ni labda polisi labda wafanye kazi yao kujua. Ni asubuhi kwa ajili ya hizi taka ambazo magari yanapita hapa wanachukua matakataka. Nadhani kwenye saa 12 kamili, kwa sababu sisi tulifika hapa kwenye saa 12:30 tukawa tumepaki hapa kwa ajili ya abiria. Na baada ya hapo kuona hilo tukio ikabidi tushirikishe watu wanaopita njiani ili wajue kwamba kuna tukio liko hapa ili tuweze kumnusuru mtoto labda akahifadhiwe sehemu salama. Mimi sielewi kweli kukuta changamoto kama hii, nakuta mtoto ametupwa. Wakati mimi kidume kama mimi nimeachiwa hata rasilimali mingi, hata angenipa mimi hata ningempa mtoto atusaidiane. Hii maisha hata mtoto usishindwe kumsomesha. Hii kustruggle hivi mtu ana struggle tu kibishibishi. Hiyo mapenzi amefanyia mpaka kuja kuzaa mtoto. Mwisho wa siku akaja kumtupa. Yaani hii maisha hii, huyu mama itakuwa sakura hata itumike uchawi. Yaani hapatikane alipo yani. Ili isiendelee. Sababu hii maisha sio hivi kweli. Watu kutupa watoto so fresh. Watoto ndio taifa la kesho. Juzi tumemotea Magufuli, ni kichwa moja yeye litenda mambo mingi. Leo tukipoteza hivi tutapoteza taifa basi kibishi hivi. Ndakwa watu tuwe na akili. So tunabebesha wanawake mimba zingine kwa afoki. Hata mwanamke nao ukifokiwa na mwanaume, wewe ndio umebeba mimba. Mimba yenyewe utakuwa uzae na ule. Aisee Mungu tu yani atusaidie kwa mambo kama haya, maana hata mimi sielewi. Sielewi kabisa yani, nimechukia ni kukuta mtoto kwenye pipa ase. Mimi yenyewe ningetupwa kwenye pipa leo ningeongea nini hapa kwenye mic? Nisingezungumza. Kwa hiyo Mama Samia hata anielewa hata mimi hapa kama alitoto ambaye kuliko na mimi hata sijauawaga. Huu tumsakanya yani. Popote alipo. Hii ndio chugani. Yani Makonda yuko chugani. Aongee na afanye mambo mazuri yani. Afuatilie jukumu kama ili liwe mwanzo na nifundisho kwa watu wengine. Mimi kwa ukweli bana, huyu dada kitu alichokifanya nadhani sio kizuri, kwa sababu kama alishaamua kufanya tendo kama hilo na ni lazima apate kitu kama hicho. Sasa kwa nini anamtupa mtoto? Je, ni wa kwanza ama je ni wa pili ama ni tabia yake ndio jinsi ameizoea? So hilo sio jambo zuri sana kwa wakina mama. Wajaribu basi na wao kuangalia basi kuna kinga zingine za mimba na nini, kuliko wamtupe. Bora waweke kinga, wafanye vitu vyao, maisha yaendelee. Hapana, wanawake wengine wanapenda starehe, sawa bana, anapata mimba alafu pengine yani anapenda vitu ambavyo pengine huwezi ukavifanya kwa wakati huo.
au wengine mashemeji, mama, baba, wengine wanaweza wakachafukwa tu, mwanamke akashindwa nini, akaona hii familia mimi naweza nikaitelekeza tu kama hivyo. Lakini sio uamuzi mzuri jinsi wanawake jinsi wanavyofanya. Wanawake wanatafuta watoto hawapati, alafu mtu anakuja kutupa mtoto. Ni kweli. Angeniletea hata mimi. Japo nina wajukuu na watoto.